Chama Juma Shabani, inasemekana kwamba tayari mchezaji ameshaongezewa mkataba mpaka mwaka 2028. Ukitazama kasi ya Chama, mikataba hiyo ya mkataba wa miaka miwili, pengine kwenye usajili huu wa miaka miwili tumtarajie Chama kuonyesha kiwango kile kile. Usajili ni kamali Betha, si ndio? Unaweza ukasajili mchezaji yupo kwenye top level na samani Chama hajasajiliwa, kaongezewa mkataba. Ndio usajili huo. Kwa sababu ngoja nikwambie, usajili ni kutoka nje kuja ndani. Huo ndio usajili. Hapana. Wewe watu wameongeza mkataba wako kaka. Tuweke hivyo, tuweke hivyo. Ngoja nimuelezee kwa nini tunasema ni usajili. Mkataba wa Chama unaishia mwishoni mwa msimu huu, si ndio? Ukienda kule TFF kwenye wachezaji ambao wamekuwa registered, si ndio? Kwa ajili ya watakao kuja kwa msimu ujao. Lazima tena Simba wafanye usajili mpya. Bwana, katika mapendekezo yetu msimu ujao tutakuwa tena na huyu na huyu na huyu. Kwa kila mwaka lazima refresh nini? Au tuseme amerenew mkataba. Ameongeza mkataba tu. Ni kweli, lakini unapoenda TFF mkataba wa Chama bwana utambua ni mwishoni mwa. Tuweke hii hapo isitulie muda sana. Tuambie usajili huu wa Chama pengine ni maboresho sahihi kwa hiyo miaka miwili ambayo atakuwa sehemu ya kikosi cha Simba? Kwa hicho ambacho anachokionyesha bila shaka inawezekana akaja akatupa bora zaidi, lakini ndo maana nazungumza kila siku lazima uzaliwe ushindani. Leo hii watu wanaiona Simba inacheza vizuri, lakini mwalimu kuna baadhi ya vitu ambavyo pia anatamani kuona vikiongezea kwenye upande wa timu yake, na baadhi pia viweze kufanyaje kuweza kupunguza. Kuna wachezaji wengi ambao wanaweza kuondoka ndani ya kikosi cha Simba, na kuna maingizo mengi anaweza akaingia ndani ya kikosi cha Simba. Kikubwa ni Chama pia apatiwe challenge, kwa sababu watu ambao walikuwa nao inawezekana wakawa sio watu sahihi kwa ajili ya kwenda kufanyaje kumchallenge, kwa sababu unapomtengenezea mchezaji ushindani ndo unamfanya endelee kuwa bora zaidi. Mwanzo Simba ilikuwa inamtegemea zaidi Morris Abraham kwenye eneo la creativity, lakini baada ya kuja Chama unaona kuna ni maji na mafuta, yani ni ngumu sana kwamba Chama akae benchi aenda akacheze nani Morris Abraham. Hata imani tu ya mashabiki wengi ndani ya kikosi cha Simba hawezi wakaliafiki hilo jambo. Kwa hiyo naamini kama kuna sehemu ambayo watakiwa kuboresha, basi ni hilo eneo, kuhakikisha kwamba anaenda kwenda kufanyaje kwenda kuongeza nguvu zaidi. Na kwa hichi Chama ambacho amekionyesha mpaka sasa hivi yupo kwenye direction nzuri. Kitu pekee ni namna anavyokuwa kila siku, kwa sababu yeye ni mwanadamu. Na cha kwanza, kwa sababu umri unavyoenda zaidi kama mchezaji, kuna baadhi ya mambo ambayo anatakiwa kuweza kuyapunguza ama kuweza kuachana nayo. Kupunguza starehe na kuongeza zaidi mazoezi. Kitu ambacho nakiona sasa hivi kwa upande wa Chama. Ukiangalia misimu ya huko nyuma ilifika hatua yeye mwenyewe alikwambia kama kuna kitu akipendi basi kukaa kambini. Lakini kambi zinatunza sana wachezaji kuepusha na hizo anasa. Sasa hivi yupo kwenye eji ya utu uzima, anaelewa nini ambacho anatakiwa kuweza kufanyaje, kuweza kufanya. Na hicho alichokifanya yeye kama Chama ni moja kati ya wachezaji wenye akili, anaona kashatengeneza deni kwa msimu huu, ambalo hilo deni anatakiwa kulilipa wapi? Msimu ujao. Viongozi wamemwamini, na unaposaini mkataba mpya na maana unaongezewa kile ambacho ulichukua unalipwa kwa msimu huu. Kwa hiyo ni yeye tu mwenyewe kuweza kujipambanua zaidi. Abdul Mkenge, kuna moja kati ya shabiki nilimsikia anasema kwamba ukitaka umjue Chama ngoja kwanza amalize mkataba wake ndio utamjua Chama ni nani. Ni kweli, lakini pia ukitazama haya maboresho ambayo Simba wameyafanya kwa upande wa Clatous Chota Chama pengine yana manufaa. Wengi wanaamini kwamba Chama anaperform kwenye mechi za ligi kuu na sio kimataifa. Chama anachowazidi wachezaji wengi Betha ni brain tu. Kwanza huwezi kumkuta akijiingiza kwenye labda kwenye mashindano ya kumenyana. Huwezi kumkuta labda anafukuzana. Kitu pekee ambacho anachokiofa yeye, ambacho mimi naamini ana miaka hata 5 ya kuendelea kuofa, ni brain yake. Brain yake. Kwa sababu brain ndio inahitajika. Ndio kitu ambacho pekee, kwa sababu kwa miaka mingapi? 5. Nakwambia kwa miaka 5. Tuendelee ulipokuwa yani Chama angekuwa aina yake ya mchezo, ungekuwa labda pia unahitaji nguvu. Nikwambia mzee wangu Chama azungushi. Lakini Chama kama anapata watu wanamfanyia marking vizuri, yeye akipata mpira kazi yake ni kupasia. Anaweza wewe Betha, shida nyinyi wewe mdogo Betha. Giggs alikuwa anacheza Giggs alivyozeeka, yani umri wake ulivyosogea, Ferguson kamtoa pembeni kwenye winga
amemwingiza ndani kama playmaker. Anachokiofa Chama Betha ni Blaine, kitu ambacho kwangu mimi ukiniuliza hata miaka 5 Mbeya ana uwezo kucheza. Nilikuwa najiuliza maswali kadhaa hapa. Mpaka sasa hivi ukitazama mechi zimesalia ni chache sana. Mpaka sasa hatujampata yule mchezaji ambaye pengine amefunga hat-trick kwenye mechi yoyote ile. Mpaka sasa hivi tulipofikia tunaenda kutamatisha ligi. Unadhani changamoto hasa msimu huu ni nini? Ni kwamba ligi imekuwa na ushindani sana? Ushindani ama changamoto ni mpaka tumeshindwa kupata hata mchezaji mmoja pengine ambaye ameperform kwenye mechi na akafunga hat-trick? Ushindani umekuwa ni mkubwa. Ushindani umekuwa mkubwa, lakini sina rekodi kama msimu yuko mchezaji aliyefunga hat-trick. Hayupo. Of course ni ligi imekuwa ni ngumu, Imepatikana kwenye FA tu, si ndio? FA sio ligi kuu. Depu na yule Buba Jemeni. Buba amechakaza ile dumbukia mara 3. Lakini sasa tunazungumzia ligi ya NBC. Ligi ni ngumu Betha. Kupata hata ile goli moja lenyewe. Wao ukiona sio kila Chama wanafunga magoli vile. Sio kwa bahati mbaya mzee wangu. Tulizungumza kabla ya kuingia kwenye kipindi kama unakumbuka. Tuko pale newsroom. Ukanambia Chama amekusanya tuzo 5 mfululizo. Lakini wako wachezaji katika ligi hii. Wapo katika timu na sio kama hawachezi. Wanacheza kila mechi. Na dakika 90 wanacheza. Lakini ukifika muda kutangaza tuzo utamuona huyu anaingia zake vimbani. Kwa hiyo sio kwa bahati mbaya, lakini kingine Betha nikiongezea kitu kwa Chama hapo. Mimi nitakuwa na doubt na kamati na watangaza wachezaji bora wa mwezi. Kama mwezi huu asipokuwa mchezaji bora Chama. Mwezi huu mwezi Mei. Mimi siamini kama anastahili. Sio anastahili, ni yeye. Maana ukisema anastahili ni kama wako wengine wa kuongezea. Hii tuzo ya mwezi huu ya mwezi Mei. Hiyo ya Chama kaka. Ni nani? Ni yeye. Kuna kitu kimoja. Umeona ligi yetu? Mimi bado nitaungana na Sid Ramovic. Ligi yetu inakosa intensity. Yes, yani intensity yetu iko chini sana. Umeona Simba na Yanga wanavyosumbua kwenye ligi ya Tanzania. Lakini tunapoenda kwenye mashindano makubwa, sisi ndio tunakuaga wadogo kule kwa. Kutokana na nini? Samaki mkubwa ipo kaja kumla samaki mdogo. Ushindani halisi zaidi. Yaani Simba na Yanga wana mechi zao ambazo unaona zina intensity nzuri. Sawa. Acheze Simba na Yanga, acheze Simba na Azam, at least kidogo TRA. Kuna namna unaona kwamba mkikutana nao wana nini? Wana competition. Yes, mnasemeshana nao. Okay, na mapaka hao. Na Dodoma kidogo hapo waingiza nao. Dodoma hizo wakupa intensity hiyo. Wanakupa wamempa Yanga mechi kubwa. Kumtafuna Yanga. Yaani kumfunga mechi moja ndo naambia kwamba na hiyo ameshaingia ni mechi hiyo. Nakwambie, umeona kwa kama Singida. Na nasubiri na leo tunapa exclusive wa watazamaji wetu. Tunaenda kufanya exclusive interview na Moses Mpunga, msemaji wa Dodoma Jiji, ambaye amesema kama kuna watu wanataka darasa la kuwafunga Yanga, wao wapo. Basi sawa, muda wetu umetutupa mkono, tupate mapumziko mafupi, halafu tutarejea hapo kuiangazia yaliyosalia kunako anga la kimichezo. Lakini kubwa zaidi, kabla hatujakwenda mapumziko, nikwambie tu habari njema na kubwa ni kupitia promotion ya Royal Win Class ambayo inapatikana hapo PMBet. Nenda karushe kindege, lakini pia nenda kacheze mchezo wowote ule, kwani kuna michezo zaidi ya michezo 5,000. Kwa spin ya shilingi 500 unaweza kuwezesha wewe mdau wa PMBet kuweza kuondoka na gari kali aina ya Toyota Harrier. Utaratibu ni ule www.pmbet.co.tz. Uwe mwenye simu ndogo, bonyeza *149*23 alama ya reli. Tutarejea baada ya muda mfupi.